Kwa jina naitwa Mchungaji Lucas Gervas Maganga, natoka eneo la misheni Mpanda Katavi, lakini pia ni mchungaji wa ushirika wa Inyonga mjini. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, nikukaribishe katika kipindi hiki kifupi kwenye ibada yetu hii fupi kwa ajili ya kujifundisha neno la Mungu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu uliye hai, tunakuinulia sifa na utukufu katikati ya kiti chako cha enzi. Tunakuja mbele zako wanao na watoto wako majira ya nasaiye Bwana Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, kwa kupitia neno lako na waleta wasikilizaji wangu mbele ya madhabahu yako takatifu. Kila mmoja ambaye atakwenda kusikiza neno lako, mpe neema na kibali kusudi likapate kumfundisha na kupata neema ya kubadilisha maisha yake. Kwa damu ya Yesu Kristo nimeomba, amen. Neno letu kwa siku ya leo linapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 mstari ule wa 32 hadi mstari ule wa 40. 32 hadi mstari ule wa 40. Nitasoma katika Utatu Mtakatifu. Maana uliza sasa siku zilizopita zilizokuwa kabla yako, tangu siku ile Mungu aliyoumba mwanadamu juu ya nchi, na toka pembe hii ya mbinguni hata pembe hii, kwamba kumetukiwa neno lolote kama neno hili kubwa, au kwamba kumesikiwa habari ya neno kama hili? Je, watu wakati wowote wamesikia sauti ya Mungu ikinena toka kati ya moto, kama wewe ulivyosikia, wasife? Au Mungu amekwenda wakati gani akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine, kwa majaribu na kwa ishara na kwa majaribu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa magofa makuu, kama vile Bwana Mungu wenu alivyotenda ninyi katika Misri mbele ya macho yenu? Wewe umenyoosha aya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana mwingine ila yeye. Kutoka mbinguni amekusikisha sauti yake ili akufundishe, na juu ya nchi alikuonyesha moto wake mkuu, ukasikia maneno yake toka kati ya moto. Na kwa sababu aliwapenda baba zenu, kwa sababu hii aliwachagua wazao wao baada yao, akakutoa katika Misri, kuwaokoa pamoja kwa uwezo wake mwingi, ili kufufuza mbele yako mataifa walio wakubwa wenye nguvu, na kupitia wewe, ili kukuingiza na kukupa nchi yao iwe ulisi kama ilivyo leo. Kwa hiyo ujue leo hii, ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katikati mbinguni juu, na katika nchi na nchi, hapana mwingine. Basi zishike sheria zake na amri zake ninazo kuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako kabla yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile akupayo Bwana Mungu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, kama jinsi ambavyo neno la Mungu lenyewe linavyozungumza waziwazi, unaona jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Musa anaanza kuambia wana wa Israeli waikumbuke historia ya maisha yao, wakumbuke wapi ambako Mungu alikowatoa, wakumbuke jinsi ambavyo walipokuwa Misri, mahali ambako
walikuwa kwenye mateso makubwa, walifanyishwa kazi ngumu na walishindwa kulipa ujira wao kwa sababu walikuwa ni watumwa. Kama jinsi ambavyo mnafahamu na kutambua habari za mtu ambaye anaishi utumwani, ni mtu ambaye ananyimwa uhuru wa haki ya maisha yake. Upo wakati ambapo atapitia hata tu ile hali ya kutokula chakula cha kushiba. Hiyo yote ni hali ambayo mtu anapitia kwenye hali ya utumwa. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, neno hili linataka kutufundisha sisi sote kwa pamoja. Tunapoangalia kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, kama jinsi ambavyo chenyewe kimejieleza kwa habari ya kukumbuka, maana yake kinaelezea jinsi ambavyo mwanadamu anatakiwa kukumbuka mambo makuu au matendo makuu ambayo ametendewa na huyu Mungu. Mungu mwenyewe yeye anajieleza kwamba yeye ni Mungu wa pekee siku zote za maisha yake. Hata kama wana wa Israeli walipopitia changamoto kubwa, walikata tamaa. Upo wakati ambapo Musa alipopanda mlima Sinai, aliporudi aliwakuta wana wa Israeli tayari wamejitengenezea ndama kumfanya kuwa Mungu wao, wakaanza kumwabudu. Lakini bado Mungu aliendelea kusimama kwenye mpango wake ule ule wa kuwakomboa kutoka utumwani. Unaona jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alikuwa ameonyesha upendo wa dhahiri shairi. Ni upendo ambao alionyesha wa moja kwa moja, kwa sababu mpango aliokuwa amepanga Mungu juu ya maisha yao ni mpango ambao alitamani kuwatoa wana wa Israeli utumwani. Kama jinsi ambavyo unaona wana wa Israeli walivyopitia changamoto mbalimbali, shida na tabu, unaweza ukayafananisha na maisha yetu leo hii. Unaweza ukapiga mahesabu na ukaangalia historia ya maisha yako, historia ya ukoo wako, historia ya wazaliwa wako, historia ya biashara yako, historia ya kazi ambayo unaifanya kule ofisini mahali ambako wewe umeajiriwa. Historia hiyo inaonyesha jinsi ambavyo unavyopitia changamoto mbalimbali. Hata kama wanadamu peke yao wanaweza wakasimama na wakasema kwamba huwezi kupata mafanikio, lakini hao ni wanadamu tu. Lakini Mungu aliyekuumba yeye anaendelea kukwambia, mwanangu, simama. Kama jinsi ambavyo aliweza kuwavusha wana wa Israeli kutoka kule utumwani, ndivyo ambavyo hata wewe leo hii Mungu anatamani kuyavusha maisha yako. Kwa hiyo usikate tamaa. Katika maisha ya hapa duniani yuko Mungu peke yake ambaye yeye hajawahi kulala kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Hivyo hivyo jinsi ulivyo wewe peke yako, unavyotazama maisha yako, unavyopitia changamoto mbalimbali, lakini yuko Yesu ambaye yeye atakuja kwa ajili ya kuyakomboa maisha yako. Haijalishi watu mbalimbali wamesema neno gani juu yako, wamekusemaje vibaya, hawa ni wanadamu tu na watabaki wanadamu. Lakini yuko Mungu peke yake ambaye aliwatetea wana wa Israeli, na yeye peke yake atakuja leo hii kama utakubali na kutii na kumwita katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, katika historia ya maisha kila mmoja na mapito yake, na kwenye mapito yake ambayo kila mmoja anaweza akawa anapitia, unaweza ukagundua na ukaangalia kwamba wako watu wengine wanafikiri ziko nguvu nje ya Mungu ambazo zinaweza zikavusha, lakini yuko Mungu ambaye yeye ndiye ana uwezo wa kuvusha. Kama jinsi ambavyo wana wa Israeli aliweza kuvusha, ndivyo ambavyo hata wewe ukiweka matumaini yako katikati ya msingi wa kumwamini Mungu, leo hii atakuvusha. Hayo mapito ambayo unayapitia katika biashara yako, katika ndoa yako, kwa watoto wako, hata kama watu watasema juu ya familia yako na watoto wako kwamba wameharibika, wewe mwite Mungu peke yake akisimama na wewe. Ipo siku tu utaona watoto wako watabadilika. Yuko Yesu peke yake ambaye anaweza akasimama na kuyabadilisha maisha yako. Yuko Mungu peke yake ambaye anaweza akasimama na akayabadilisha maisha yako. Acha wanadamu wasemeseme tu, hao ni wanadamu. Kama jinsi ambavyo wana wa Israeli walipoianza safari, wako watu wengine walikata tamaa na wakasubutu kumwambia Musa kwamba turudishe Misri, mahali ambako tulikula na nyama, tulikula na wali. Lakini bado Musa aliendelea kuwashauri na kuwashawishi waendelee na safari yao ili waende wakamtumikie Mungu wao aliye hai.
Nikukaribishe na wewe leo hii na masaa na majira haya. Yamkini katika maisha yako ziko nguvu zingine ambazo unazitumikia, na kwa kuwa ziko nguvu zingine ambazo unazitumikia, ndio maana ninakushauri leo hii, hata kama ziko nguvu nyingine ambazo unazitumikia, lakini ninakushauri kwamba yuko Mungu ambaye yeye ukimuweka awe karibu ya maisha yako, yeye akiwa karibu pamoja na wewe, maana yake hautapata changamoto yote katikati ya mapito yako. Hata kama wewe kila unapoangalia mbele unaiona giza wala huoni njia, lakini yuko Mungu ambaye yeye akisimama pamoja na wewe, hakika hiyo giza ambayo unaiona mbele itaondoka kabisa. Ugumu wa maisha ambao unaona mbele itaondoka kabisa. Biashara ambazo zimegoma, ndio ambayo inakusumbua, ukimwita Mungu katikati ya maisha yako na akisimama pamoja na wewe, lazima utaona matokeo yake. Yawezekana maisha yako uliyowekeza sana mikononi mwa shetani, lakini nikushauri kuanzia sasa na kuendelea, maisha yako uyawekeze mikononi mwa Mungu, maana huyu Mungu ndio ambaye aliyajua maisha yako tangu ukiwa ndani ya tumbo la mama yako. Yeye alijua mpaka uzao wako, alijua mpaka mapito yako, kwa kuwa yeye anajua mpaka siku ambayo wewe unaweza ukafa. Maana huyo ndio mtu ambaye tunatakiwa tumtegemee sana na tuyaweke maisha yetu mikononi mwake. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, tunaposikiliza neno hili, kila mmoja anatakiwa ajifundishe, na katika hali hiyo ya kujifundisha, lazima kila mmoja kupitia neno hilo lipate nafasi na lichukue hatua ya kufanya mabadiliko katikati ya maisha yake. Ila bila kufanya hivyo, maana yake moja kwa moja kila mmoja anaweza akafikiri yuko kwenye njia iliyo sahihi, kumbe hayuko kwenye njia iliyo sahihi, kwa sababu Mungu wetu aliye hai, yeye ni Mungu mwenye uwezo. Kama jinsi ambavyo aliweza kuwatetea wana wa Israeli, ndivyo ambavyo huyu Mungu ana uwezo wa kutetea hata wewe leo hii katikati ya maisha yako, katikati ya mapito yako. Lakini jambo la msingi ni kuyaweka maisha yako kuwa tayari mbele za Mungu, kuyatoa maisha yako kama sadaka, kama jinsi ambavyo Yesu Kristo aliweza kujitoa pale msalabani, akafa kifo cha ajabu kwa ajili ya maisha yako. Ndivyo ambavyo unaweza ukajiuliza maswali leo hii kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya maisha yangu. Je, na mimi ninafanya nini mbele za Yesu? Mungu yeye aliwatoa wana wa Israeli utumwani, mahali ambako alikuwa amewapeleka, mahali ambako walikuwa wamepata shida na tabu nyingi, lakini Mungu yeye aliendelea kusimama pamoja na wana wa Israeli mpaka akawatoa kule utumwani. Pamoja na uzao wako, pamoja na shughuli zako, pamoja na kazi zako, wana wa Israeli waliambiwa watunze sana kumbukumbu. Kwa hiyo Mungu wetu anatutaka mimi pamoja na wewe tuendelee kutunza kumbukumbu zetu, maana neno lake linasema kwamba nitabariki kazi ya mikono yenu. Kwa hiyo ziko shughuli mbalimbali ambazo unazitenda kwa mikono yako, uweke mikononi mwa Bwana. Mwite Mungu, simama naye, sema naye, zungumza naye, hata wakati ambapo unatenga muda wa kusema na Mungu wako kwa habari ya maisha yako, ili Mungu aweze kujibu juu ya changamoto ambayo unapitia. Wengine wamekata tamaa katika ulimwengu huu. Imefika wakati wamekata tamaa kabisa, wakageuka upande, wakamwacha Mungu, wakifikiri kwamba Mungu si kitu katikati ya maisha yao. Rahasha, unajidanganya. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Mungu wetu ni Mungu ambaye anajua maisha ya hapa duniani, lakini baadaye anajua maisha ya juu mbinguni. Jambo la msingi ni kuacha dhambi. Wana wa Israeli walipokuwa wanaendelea kutafakari ukuu wa Mungu katika safari yao, Musa aliwaasa sana waendelee kumtegemea yeye. Hivyo nami ninakuasa wakati huu na muda huu, ndugu msikilizaji wa Baraka TV, upate nafasi ya kutengeneza mazingira mazuri ili Mungu wetu aweze kupokea sala na maombi yako. Maana Mungu wetu anatusikia, Mungu wetu anatuona. Kila jambo ambalo unalitenda Mungu wetu analijua. Kwa hiyo unapolitenda, litende katika roho na kweli, ukiamini kwamba nalo litenda yuko Mungu
ambaye ana uwezo wa kulibadilisha nalo likabadilika, kama jinsi ambavyo kusoma kitabu cha nabii Isaya kinasema waziwazi, ijapokuwa mna dhambi tena nyingi tena nyekundu kama damu, yeye ana uwezo na mamlaka ya kutusafisha nazo zikawa nyeupe kama sufi. Ndivyo ilivyo, na ndivyo ambavyo Mungu wetu ametuahidi kwamba hata tuacha kama sisi tupotee, bali yeye yuko pamoja na sisi siku zote za maisha yetu. Nikutake uyatafakari sana maisha yako, uangalie historia ya maisha yako. Uko wapi? Umetoka wapi? Umefika wapi? Na unakwenda wapi? Na unatenda matendo gani? Je, matendo yako hayo yanampendeza Mungu au matendo hayo hayampendezi Mungu? Na kama yampendezi Mungu, je, unachukua hatua gani? Musa alichukua hatua ya kuwakumbusha wana wa Israeli wapige hesabu kwamba Mungu wetu, huyu Mungu ambaye ametutoa kule utumwani, je, hapa tulipo ni nani ambaye ametufanya tuwe hivi jinsi tulivyo? Na walipogundua kwamba ni Mungu mwenyewe, ndipo sasa wakasimama wakakiri wazi kwamba matendo makuu ambayo Mungu amewatendea ni matendo ambayo yaliwafanya wao wasimame mbele za Mungu. Bwana abariki neno lake. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu uliye hai, neno hili limepita katikati ya wasikilizaji wa Baraka TV. Tunakusihi mwamba uzima, usiwache likaendelee kuwajenge kimwili na kiroho pia, kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.